Kwanza Mheshimiwa Nabii Mkuu Jodevi. Ndio. Mimi naitwa Dr. Musa Samson Mlawi, ni rais wa Umoja wa Wachungaji na Maaskofu wa Madhehebu ya Kikristo hapa Tanzania, kwa umoja wao unaotambuliwa na serikali. Tanzania Pastors Association. Ni mwaka wa pili Mungu alinisemesha kuhakikisha kwamba kile chombo cha umoja kinachounganisha wachungaji na maaskofu Tanzania nikilete kwa madhabahu ya Ngurumo ya Upako, ili uweze kukitamkia baraka, kiweze kufanya vizuri, kwa sababu kilizinduliwa na ofisi ya Rais Mheshimiwa Jakaya Kikwete, rais mstaafu, katika viwanja vya Julius Kambarage Nyerere mwaka 2015, na aliwakilishwa na mheshimiwa aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya Rais Dr. Melinag. Kwa hiyo kwa muda mrefu tumefanya kazi nyingi za wachungaji hapa nchini Tanzania, hata kina Maboya tunafahamiana vizuri, lakini Mheshimiwa Nabii Mkuu, ilikuwa sio rahisi kukufikia wewe, ni gharama kubwa. Jamani, haleluya. Kwa mchungaji ambaye nimefanya kazi zaidi ya miaka 20 hapa nchini, nitambue kabisa kwamba kama rais wa Umoja wa Wachungaji inayetambuliwa Wizara ya Mambo ya Ndani, kazi yako ni njema sana, Nabii Mkuu. Mheshimiwa Nabii Mkuu, ni kweli kwamba mikono yangu hata marais wameibusu. Sio kiongozi mdogo katika taifa hili. Hata Arusha nina wachungaji zaidi ya 100 wako nyuma yangu. Lakini leo nilisema nitatoroka. Nitatoroka nihakikishe ninakanyaga madhabahu ya Nabii Mkuu Jodevi. Na hata hapa Arusha mwaka 2015 niliwahi kuja hapa na mgeni rasmi akiwa Mheshimiwa hayati John Pombe Magufuli akiwa mgeni wangu. Aliwakilishwa na waziri wa kilimo wakati ule, ambaye kwa sasa ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Wasira, hapa Arusha mjini. Kwa hiyo kuna mambo mengi, nimekuwa msaada kwa serikali na tunafanya kazi nyingi sana katika shughuli za wachungaji. Tunapokuwa kama chama cha wachungaji, tumesikia kuna mchungaji amepata tatizo. Kama hivi karibuni tumemwokoa mchungaji mmoja kule Simiyu, alikuwa amesingiziwa kesi moja. Kama unavyoona Mheshimiwa Nabii Mkuu, kuna vyama vya wanasheria, kuna vyama vya madaktari, na sisi tuliona kwamba tuwe na chombo kinachotuunganisha watumishi wa Mungu wote hapa Tanzania bila kujali udhehebu wa chombo. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba nimekileta kwako kitamkie baraka. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, ile nafasi yangu kama rais, Mungu aliniambia ipeleke pale kwa nabii aweze pia kuitamkia baraka, na ninajua hapa wananifuatilia sasa wote Tanzania nzima. Lakini mheshimiwa, kwa heshima ambayo Mungu amekupa, niseme kama rais wa Umoja wa Wachungaji Tanzania, heshima ambayo Mungu amekufikisha kabisa ni heshima ambayo una kitu cha kulibariki taifa na kulibariki kanisa kama mwili wa Kristo, sio Tanzania peke yake, kimataifa. Nina mwenyekiti wa Umoja wa Wachungaji hapa Arusha, lakini nilijua wataniuliza maswali mengi nikisema sasa tunakwenda kwa Nabii Mkuu, wataanza kuweka ratiba ndefu. Nikaona kama mwakilishi wao Tanzania nzima natoroka. Kwa hiyo nimekuja kuwaambia wachungaji wa Tanzania kwamba mahala hapa kwa madhabahu ya Ngurumo ya Upako kuna kitu cha Mungu kwa ajili ya taifa.
Nilifika jana mheshimiwa, madhabahu yangu iko Dodoma. Dodoma ni ngumu. Jambo la tatu, naomba niilete Dodoma mbele yako Mheshimiwa Nabii Joseph. Uitamkie kitu, kwa sababu tunahitaji kuiona Dodoma inachanua kama Arusha. Na kwa mafuta yako kama nabii mkuu, toka Mungu aliponituma kule Dodoma ni miaka 7. Na kuna ugumu fulani nimeuona, ndio maana nikaamua leo, acha ibada ya leo nitaileta Dodoma kwa nabii mkuu, ili uweze kuitamkia Dodoma na wachungaji walioko kule Dodoma nao wapate unafuu. Hilo ni jambo la 4. Lakini la mwisho, nilipofika jana nilielekezwa na Itifaki. Balozi alinisaidia, amenisaidia mambo mengi. Akasema leo ukipata nafasi ya kusalimia, hiyo ni fursa kubwa. Mambo mengine nabii mkuu akisha kuona yanaweza akaendelea, lakini karibu hapa ndiyo ngurumo ya upako. Nichukue nafasi kushukuru pia kwamba ninatamani kujifunza kwako. Kwa miaka 25 niliyomtumikia Mungu, yako mambo mazuri ambayo Mungu amekutumia kuyafanya kwa taifa hili. Na baada ya kusema hilo, kama kiongozi mwakilishi wa wachungaji na maaskofu Tanzania, kwa heshima yako Mheshimiwa Nabii Mkuu, ningetamani nipige magoti utamke chochote kabla sijaondoka madhabahuni. Kwanza nashukuru sana, asante sana. Magoti uliyopiga yanatosha mbele ya Mungu. Simama sasa tuweze kuongea mambo mengine. Simama kwanza. Ninajua ya kuwa hii ni nafasi ya baraka. Binafsi najisikia kuheshimika pia kwa watumishi mbalimbali kutambua nafasi hii ambayo nimemtumikia Mungu kwenu na kwa nchi nzima na ng'ambo ya nchi kwa moyo. Sometimes hatujui tutakapoenda mbele kutakuwaje, lakini tunachojua ni kuwa waaminifu, kufanya mapenzi ya Mungu kwa wakati uliopo. Yale ya mbele tunamwachia Mungu. Kwa hiyo yanapotokea kama haya na wengine, inakuwa ni baraka ambayo Mungu anaithibitisha mbele ya macho yako, kama wale ndege yule njiwa aliyotua kwenye bega la Yesu. Yule njiwa alitua tu kuthibitisha kwa waliokuwa wanaangalia. Manake walipomuona anaenda kubatizwa wakafikiri ni mtu wa kawaida kama wao walivyoingia kubatizwa. Kwa hiyo ilibidi serikali tukufu ya ufalme wa Mungu itume mjumbe asiyo mtu, asiyekuwa mtu, akatua hapa. Alafu sauti, Biblia inasema kuna sauti ikasikika ambayo nayo sio ya ndege. Ndege sio mtu na sauti sio ya ndege. Ikasikika, kila mtu aliyekuwepo akaisikia kwamba huyu ni mwanangu mpendwa, ninaye msikieni yeye. Lakini haya mambo sio kwamba Yesu alipanga kwamba nikishuka pale mumtume ndege. Yalitokea tu automatic. Yeye alikuwa tayari kufa. Yaani yeye alilokuwa anajua ni hili, yuko tayari kufa mtini na kuangikwa mtini pale. Basi. Lakini haya mengine yakawa yanatokea njiani kumthibitisha. Kwa mimi nikushukuru Mheshimiwa Rais wa watumishi wa Mungu nchini, Tanzania Pastors Association. Ile document ya kiserikali ambayo ninayo hapa. Unayo document ya kiserikali kabisa ya kuonyesha mmesajiliwa? Ndio mheshimiwa. Okay. Hamna haja hata ya kuiona, madam tayari umeshathibitisha. Inatosha kabisa. Kwa hiyo binafsi ninawashukuru kwa
nitia moyo. Unajua Mungu anapotuma, mimi nashangaa Januari hii tu ilivyoanza, hatujamaliza mwezi wa pili na watatu ndo huu unaisha, hatujaanza hata wa 4, nimetiwa moyo sana. Sasa nikawa nasema kuna nini? Mpaka nikawa nasema jamani, kuna nini? Lakini kumbe serikali tukufu ya ufalme wa Mungu inaona kama kuna mambo huku na huko, kwa hiyo inatuma wajumbe. Unajua hata Elia alipokuwa anapita mapito fulani, sauti ilikuja ikawa inaongea. Hata Yesu alipopita mapito fulani walitokea Musa na Elia pale. Kwa hiyo Mungu ana njia zake za kuwajenga watumishi wake aliowaita. Na hapo ndio wengi mnakuwa sasa mtambue alama za nyakati, connect dots, kwamba kama kuna jambo linatokea alafu yakatokea mambo kama haya, hii ni ishara kwenu mnaosikiliza ya kwamba kuna kitu serikali tukufu ya ufalme wa Mungu inaongea kwenu. Kwa hiyo ninakushukuru sana Mheshimiwa Rais wa watumishi wa Mungu, wachungaji Tanzania na maaskofu. Asante sana kwa kufika kutembelea. Mtaendelea kufanya mawasiliano na balozi mpaka ofisi yangu nayo ikishakuwa imekuelewa vizuri zaidi, basi na yale mengine uliokuwa unasema ukaelekezwa, tutajaribu kuyafikiria uko mbele. Lakini nashukuru sana kwa uwepo wako, na mimi natamka katika ujumla wa mambo uliyoyatamka, siwezi kutamka moja, lakini yote uliyoyatamka yarekebishwe kuanzia tarehe ya leo. Ugumu uliopo kwenye maisha binafsi na ugumu uliopo kwenye mji wa Dodoma na mambo yatokanayo na hayo kwa ajili ya kazi na utumishi ufanyike wepesi kuanzia hapa, katika jina la Yesu Kristo. Imekuwa. Amen. Amen. Asante sana. Nashukuru sana. Asante sana.